benki ambazo wadaiwa wake tunawatangazia: FBME, benki ya Covenant Bank for Women Tanzania Limited, na benki ya Efata. Benki hizo tatu ndio wadaiwa kikao hiki cha leo tunatumia kwa kuwapa taarifa rasmi kwamba tunaendelea na zoezi la kukamata mali zao na kuziuza, na ikitokea pia kama bado tukiona deni halijalipika, tutalazimika kukamata mali nyingine za ziada kwa kutumia facility leta, ule mkataba wa mkopo. Kwa maana hiyo, kwa taarifa hii tunawapa muda wa siku 14 wawe wameshalipa madeni yao. Wadaiwa na wadhamini wao, maana yake kila mtu akikopa anakuwa na mdhamini wake. Orodha ya majina kujua kama wewe upo au mdhamini wako au ndugu yako yupo, unaweza kuipata kupitia kwenye website yetu ya www.tambazaauctionmart.co.tz. Na kwa maelezo ya ziada, kama mtu hajaelewa deni lake au anahisi kwamba ameshalipa akamaliza deni lake, anaweza kuwasiliana na makao makuu ya DIB, bodi ya bima ya amana, ambao makao yake makuu yapo Dodoma, katika jengo la Benki Kuu ya Tanzania namba 16 barabara ya Jakaya Kikwete, Dodoma. Lakini wana namba zao za simu ni jumlisha 225 222 235 au wanaweza kuwasiliana pia kwa kutumia email ya dib.info@bot.co.tz. Kwa hiyo kwa taarifa hii tunapenda kuwatangazia umma, kwa watu wote ambao walikopa kupitia mabenki ambao nimeyataja hapo juu, benki ya FBME, benki ya Covenant na Efata, watumie muda huu sasa kwa ajili ya kulipa. Walipe madeni yao mara moja bila kupata fedheha ya ziada. Tunaomba kusema kabisa kwamba tulishaanza zoezi hili na tunaendelea. Sasa hivi tunataka kuendelea kwa spidi kubwa, kwa tunaomba kuepusha mambo yasiwe mengi. Kalipe mara moja, kuepusha aibu ambayo inaweza kuipata familia yako, maana tutaanza sasa mambo ya mchaka kweli kweli. Mimi nikiwa kama mkuu wa usalama natoa angalizo kwa yeyote atakayesikia hili tangazo, hata kama alimuhusu, basi kama ana mtu wake wa karibu ambao linamhusu ampe taarifa hiyo, kwamba baada hizo siku 14 kwa kweli kwenye idara yangu utakuwa hakuna mchezo, itakuwa ni kukamata mali na kuuza. Na endapo mali tutakazokamata ambazo zilikuwa zimewekwa dhamana zisipotosheleza kukava deni, basi tutafanya utaratibu wa kukamata mali zingine za ziada za mdaiwa na kuziuza kwa mnada wa hadhara ili kuweza kufidia deni analodaiwa mdaiwa. Sasa kupitia 255 Global Radio, pata taarifa, maarifa, matukio na burudani kupitia vipindi vyetu vya kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, katika vipindi vyako bora kabisa kwa habari na mijadala ya kisiasa. Usikose kuungana na Front Page kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Kwa habari za kimichezo utazipata ndani ya Cross Dongo kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Wafanye hayo hayatuhusu, lakini sisi tunajua watu chechi waoga. Kwa habari za kijamii ungana na Waswahili ndani ya Kata Mbuga kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 8 mchana. Sisi tatu wajui walipofika tu wakaanza kubomba. Sisi tatu hawi.
Kwa wale wapenda udaku na habari za ndani za wasanii, usikose kufuatilia Hotpot kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 9 alasiri, na kwa simulizi na mapito ya kimaisha usikose kufuatilia Mapito kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 10 jioni. Interview za wasanii na burudani usikose kufuatilia Bongo 255 kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 11 jioni. Hatujasahau ujio wa kizazi kipya katika burudani, tunawakuza kupitia Funky Friday kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12 jioni, ni kila siku ya Ijumaa. Na kwa mawaidha ya dini ya Kiislamu usikose kufuatilia Ijumaa Adhim kuanzia saa 9 mpaka saa 10 jioni. Hayo yote utayapata mubashara kupitia Global Radio na Global TV. Global Radio, radio yako kiganjani mwako. +255 Global Radio.